Kama unavyolitazama dimba la mchezo wa baadaye ambapo Simba anashuka dimbani kwenda kumkabili Stade Malien majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Kwa hapa nchini Mali mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Hivi sasa ni saa 9 kuelekea jioni, kwa maana kwamba inakaribia majira ya saa 10 kulingana na masaa ya nchini Mali. Kule Tanzania muda kama huu ni majira saa 7 kuelekea majira ya saa 8. Huu ni utofauti tu wa majira, unaweza ukashangaa hivyo, lakini ndiyo dunia jinsi ilivyo hivyo. Muhimili dunia uzunguka kwenye muhimili wake. Kwa hiyo utofauti wa masaa ndio kama hivyo unavyojua vile ambavyo wewe utakavyoweza kutafsiri ama kufahamu. Dimba hili hapo kama unavyolitazama, dimba liko tayari kweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Stade Malien wataenda kumkaribisha Simba Sports Club Tanzania, ambapo hii leo kulikuwa na mkutano wa wanachama pamoja na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba kule nchini Tanzania. Lakini kile ambacho kilichojiri katika mkutano huo ni mambo tu tafarani. Mkutano umeisha, lakini bado wanachama wakiwa na madukuduku. Mkutano huo ukionekana kama vile umemalizika, lakini bado kwa mashabiki wa Simba na wanachama kwa jumla bado wanayao moyoni ambayo walipaswa kuweza kuyazungumza ama kuyatoa hadharani viongozi hao wa Simba ili waweze kuyafahamu yale ambayo yalikuwepo katika vifua vya wanachama pamoja na wajumbe mbalimbali kwenye mkutano huo ambapo umefanyika pale nchini Tanzania, Dar es Salaam, katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Lakini pia tukiachana na hilo tu, hapa nchini Mali kuna mambo tu ambayo yameendelea hapa. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba jana kiliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hili la Stade Malien 26 Mars, ndo dimba ambalo linavyofahamika hivyo. Lipo katika mji wa Bamako. Dimba lipo katika muonekano mzuri, pitch ipo katika muonekano mzuri, hata mazingira ya hali ya hewa inafanana kabisa na ile hali ya pale mkoani Mwanza. Hata ukijaribu kutazama ardhi yake, kidongo chekundu na pia kinafanana na ile hali ya pale mkoani Mwanza kwa kule Tanzania. Watanzania pamoja na mashabiki wa Simba wanaoishi katika nchi hii ya Mali katika mji huu wa Bamako nao pia wameweza kujitokeza kwa wingi kweli kuja kuisapoti klabu yao ya Simba kutoka pale nchini Tanzania. Lakini kuna wengine pia wamejumuika hapa ambao sio pia mashabiki wa Simba na wala sio wadau wa soka hilo, lakini pia ni wazalendo wa taifa la Tanzania, na pia wameweza kujumuika hapa ili tu kwenda kuisapoti klabu yao ya Simba. Nilikwambia mara ya kwanza kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kiliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hili la Stade 26 Mars kutoka hapa nchini Mali, mji wa Bamako. Lakini pia kipindi Simba jana wakiwa wanafanya mazoezi hapa, kulikuwa na vitu ambavyo vilikuwa vikitolewa katika uwanja huu. Kuna vitu fulani hivi ambavyo vilikuwa vikionekana kwa baadhi ya kila kona ya uwanja huu. Tafsiri ni kwamba ni kama vile mambo ya kishirikina, lakini hivyo ndivyo ambavyo ilivyo tafsirika. Lakini mimi sina hakika kama vilikuwa ni vitu vinavyoashiria mambo ya kishirikina. Huenda ikawa havikupaswa kuwepo katika uwanja huo kiusalama wa wachezaji pia, kwa sababu wachezaji kuna muda wanaanguka, kuna muda pia wana slide, na kuna muda pia wanaanguka kwa bahati mbaya, lakini pia kuna muda wanaanguka pale ambapo pa kusudia. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vilivyokuwa vimeonekana katika uwanja huu wa Stade 26 Mars hapa mji wa Bamako nchini Mali vilikuwa haviendani kabisa kuwepo katika uwanja huo, ambapo hii leo Simba dhidi ya Stade Malien watashuka katika dimba hilo kama unavyolitazama. Nilikwambia mara kwanza, dimba liko vizuri kwa hakika kweli. Pitch ipo katika muonekano mzuri,
Lakini pia hata uwanja wenyewe pia upo katika muonekano mzuri, kwa maana kwamba mazingira ya uwanja yako vizuri, lakini pia jiografia ya hali ya hewa pia iko vizuri kweli kweli. Lakini mashabiki wa Simba wanaoishi hapa nchini Mali nao pia wamejaribu kujitokeza kwa wingi. Kuna muda niliona pale mashabiki wa Simba nao pia wakijaribu kununua tiketi ili hapo baadaye ili mambo yaende kuwa vizuri kweli kweli. Mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 usiku kwa saa za hapa mjini Bamako nchini Mali, lakini pia kwa pale Tanzania mchezo huu utapigwa majira ya saa 1. Tofauti wa masaa matatu kwa Afrika Mashariki na Kati na mji huu wa Bamako nchi ya Mali. Kwa hiyo pale Tanzania mchezo utapigwa majira saa 1, lakini kwa Mali mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Hakika kabisa hali ya uwanja, hali ya hewa iko vizuri kweli kweli, hakuna dalili ya mvua na wala hakuna kijua kikali, lakini tu ni hali fulani hivi ambayo inaridhisha. Na hiyo muda wa usiku kwa kule Mali kutakuwa ni muda wa usiku, kwa hiyo mchezo utapigwa majira ya usiku, kwa maana kwamba hali itakuwa ipo shwari. Lakini pale kwa Tanzania mchezo utapigwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Kwa hiyo ndiyo hali ya uwanja kutoka hapa mji wa Mali. Kama unavyotazama majukwaa yako vizuri kweli kweli, na wale wakaguzi wa uwanja wakijaribu kuweza kuweka uwanja katika mazingira yaliyokuwa bora zaidi, kwa sababu mchezo huo wenye hisia kubwa kweli kweli, ambapo hii leo utaenda kuanguka katika dimba hili la Stade 26 Mars hapa mji wa Bamako. Wapinzani wao jana waliweza kutoka sare dhidi ya Petro de Atletico de Luanda, ambapo walikuwa wamemkaribisha Esperance de Tunis kutoka pale nchini Tunisia, ambapo mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Msimamo wa kundi D umekuwa ni msimamo mgumu kweli kweli, huku Simba yeye akiburuza mkia, lakini pia Petro de Luanda wakiwa kiongozi wa kinara wa kundi hilo dada, lakini pia Esperance de Tunis wao wakiwa wameshika nafasi ya pili huku akiwa na alama 2, lakini Petro yeye akiwa na alama 4, lakini pia Stade Malien yeye akiwa na alama 1. Simba akiwa hana pointi hata alama 1. Tafsiri ni kwamba Simba ndiye kibonde wa kundi hilo D ambalo ni dada, kwa sababu hana pointi yoyote kwenye msimamo wa kundi hilo dada. Kwa hiyo leo kundi hili limekuwa ni kama kundi la mtego. Kama Stade Malien anaweza kushinda katika mchezo wa hii leo, basi atakuwa amejikusanyia alama 4 huku akiwa sawa na Petro de Atletico de Luanda. Lakini Esperance de Tunis yeye akiwa na alama 2, lakini baada ya mchezo wa hii leo kufanyika katika hapa mji wa Bamako nchini Mali, Simba naye pia atasafiri moja kwa moja mpaka kule nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis, lakini pia Stade Malien naye pia atakuwa anaenda kuwakabili Petro de Atletico de Luanda, ambapo utakuwa ni mchezo wa 3 kwa timu zote ambazo zipo kwenye kundi hilo D. Kwa hiyo kwa upande wa Simba mchezo hii leo unapaswa kweli kuweza kupata matokeo, kwa sababu msimamo wa kundi upo ni mgumu kweli, huku Petro yeye akiwa na alama 4. Hapo tu tafsiri kwamba anahitaji tu alama 6 ili kujihakikishia kufuzu katika hatua ya robo finali. Simba yeye akiwa anadaiwa alama 10 huku akiwa hana hata alama 1. Umeona hapo upinzani huo, umeona jinsi gani ugumu wa kundi hilo. Na wengine walikuwa wanasema kwamba kundi hili limekuwa ni kundi dhaifu kweli, lakini pia kundi ambalo limekuwa gumu, na lile ambalo ulikuwa umelikusudia kuwa kundi gumu na limekuwa kundi rahisi, kwa sababu kama unavyolitazama dimba la mchezo wa baadaye, ambapo Simba anashuka dimbani kwenda kumkabili Stade Malien majira ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati. Kwa hapa nchini Mali mchezo huu utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Hivi sasa ni saa
9 kuelekea jioni, kwa maana kwamba inakaribia majira ya saa 10 kulingana na masaa ya nchini Mali. Kule Tanzania muda kama huu ni majira saa 7 kuelekea majira ya saa 8. Huu ni utofauti tu wa majira, unaweza ukashangaa hivyo, lakini ndiyo dunia jinsi ilivyo hivyo. Muhimili dunia uzunguka kwenye muhimili wake. Kwa hiyo utofauti wa masaa ndio kama hivyo unavyojua vile ambavyo wewe utakavyoweza kutafsiri ama kufahamu. Dimba hili hapo kama unavyolitazama, dimba liko tayari kweli kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Stade Malien wataenda kumkaribisha Simba Sports Club Tanzania, ambapo hii leo kulikuwa na mkutano wa wanachama pamoja na viongozi mbalimbali wa klabu hiyo ya Simba kule nchini Tanzania. Lakini kile ambacho kilichojiri katika mkutano huo ni mambo tu tafarani. Mkutano umeisha, lakini bado wanachama wakiwa na madukuduku. Mkutano huo ukionekana kama vile umemalizika, lakini bado kwa mashabiki wa Simba na wanachama kwa jumla bado wanayao moyoni ambayo walipaswa kuweza kuyazungumza ama kuyatoa hadharani viongozi hao wa Simba, ili waweze kuyafahamu yale ambayo yalikuwepo katika vifua vya wanachama pamoja na wajumbe mbalimbali kwenye mkutano huo, ambapo umefanyika pale nchini Tanzania, Dar es Salaam, katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Lakini pia tukiachana na hilo tu, hapa nchini Mali kuna mambo tu ambayo yameendelea hapa. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba jana kiliweza kufanya mazoezi yake ya mwisho katika dimba hili la Stade Malien 26 Mars, ndo dimba ambalo linavyofahamika hivyo. Lipo katika mji wa Bamako. Dimba lipo katika muonekano mzuri, pitch ipo katika muonekano mzuri, hata mazingira ya hali ya hewa inafanana kabisa na ile hali ya pale mkoani Mwanza. Hata ukijaribu kutazama ardhi yake, kidongo chekundu na pia kinafanana na ile hali ya pale mkoani Mwanza kwa kule Tanzania.